Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukiangalia mradi huu watoka mwaka 22 hadi leo tuna zaidi ya miaka minne, wananchi wanahangaika kwa ajili ya kupewa fidia. Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa pole kwa wananchi wale wote ambao wanahangaika na madai ya fidia kwa muda mrefu. Na mimi nafahamu kwamba serikali tungetimiza wajibu wetu vizuri ipasavyo, tusingekuwa na haja hata leo kuwa tunazungumzia fidia ya mwaka 2022, yani miaka minne iliyopita. Kwa nini? Kwa sababu nimesoma haya makabrasha mlioniletea. Mradi huu ulipoanza ulikuwa ni mradi wa viwanja 1866 na mlikuwa mmekopa fedha bilioni 3.5 kutoka serikali kuu, na jumla ya wanufaika ambao walikuwa wanadai fidia ilikuwa ni jumla ya bilioni 5,394,000. Lakini mradi huu wa viwanja 1866 nyinyi halmashauri mlikusanya shilingi bilioni 9.9. Kama mlikusanya bilioni 9.9, yani mauzo ya viwanja, ukitoa madeni ambayo wananchi walikuwa wanawadai, jumlisha fedha mlizokopa kutoka wizarani shilingi bilioni 5,394,000, maana yake hapa kulikuwa na change nyingi tu nayo baki. Mngekuwa mmeshawalipa wananchi wote bilioni 5,394,000, na katika bilioni 9, bwana DC, ukitoa bilioni 5 mlikuwa mnabaki na shilingi ngapi? Kwa hiyo leo kwa nini tuhangaike kwamba tunadai fidia wakati mradi ulijilipa? Kwa hiyo maana yake fedha mlizokusanya kwenye mradi huu, badala ya kuwalipa wananchi ambao ndio wametoa ardhi, nyie mkazielekeza kwenye matumizi mengine, jambo ambalo ni kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo hii si jambo sahihi, na kuanzia sasa tumeshakubaliana na kamishna wa ardhi, hakuna mradi wowote ambao utafanyika katika mkoa wa Mwanza ambapo ardhi itachukuliwa kabla ya kulipwa kwa fidia. Kwa jina naitwa Method Silvini Mtoni, natokea mtaa wa Igaragara, ninamwakilisha mwenyekiti wa mtaa. Mimi ni mjumbe wa mtaa wa Igaragara. Yeah. Igaragara kuna fidia ambazo zilitolewa, lakini katika upimaji wa viwanja kuna viwanja viwili ambavyo vimeingiliana. Sasa hao watu watauana, hawajaja kuwaonyesha kwamba wewe unakomea hapa na huyo aendelee huku. Kwa majina na wataja, ni Makono Rusesa na Phineas Metusela Makubi. Haya, kuna jingine, kuna watu ambao wamepimiwa lakini hawajapewa fidia. Yupo anaitwa Kilina Kitabarwa, anatokea Igaragara hapo, na eneo lake lishapimwa lakini hajapata fidia. Naitwa Simoni Bukindo Noti, ni mwenyekiti wa mtaa Kasamwa, kata ya Bugogwa. Kero yangu, mkuu wa mkoa, inanisumbua kichwa. Wananchi wa mtaa Kasamwa, bomba liko mashine iko katikati hapa Kabangaja, lakini wananiuliza wanajamii, ni kwa nini mwenyekiti, sisi hapa tumeweka kisiwa cha Zanzibar, sisi hatujapata maji na maji bomba liko hapa, ni sababu ziti? Mwenyekiti, mkuu wa mkoa, tusaidie hayo maji kwa mtaa wa Kasamwa. Wanasema wao wanatuambia sisi kama viongozi, ni kwa nini tumetengwa kama kisiwa cha Zanzibar? Kwani ni jamii inayosema, inaposema inatuambia sisi kama viongozi. La pili, kuna upungufu wa umeme. Baadhi ya nguzo 43 tulipewa, lakini mtaa Kasamwa ni mkubwa sana na wengi wanahitaji kujenga Kasamwa, lakini wauliza umeme hamna. Tunaomba mkuu wa mkoa tupate umeme. Kero yangu, kuna halmashauri imechukua eneo la chuo pale kwenye hospitali ya wilaya tangia 2019 mpaka wa leo hawajalipa fidia za wananchi. Ukiendapo
liko karibu kwenye milioni 2 na milioni 220. Tuendelee. Sasa nimeshawaandikia barua ya mwisho kwamba wafute usamini waanze upya, lakini barua yangu hawajaijibu. Niandika tarehe 19 mwezi wa 3. Kama sasa tukisema tunaanza kuwalipa wale watu, kuna haja ya kufuta? Kama watakubali wenyewe, wakikataa wewe ndio mwenyekiti wao, hamjakaa huko mkazungumza. Wao wanasema kwamba wasaminishe upya kwa sababu msamini wa zamani umepitwa na wakati. Stazia Ezekiel, mimi kero yangu moja. Wajawazito wa sasa hivi tukienda kwenda kupimwa, tunaambiwa twende na hela. Bila 17,000 upimwi. Wajawazito tukienda kuzaa tunaombwa hela. Sengabuye. Tunaombwa hela. Bila hela uzalishwi. Kero yangu mimi ni hiyo. Hela kuzalishwa zinakuja mbalimbali, mara unaambiwa 50,000, mara unaambiwa 30,000, operation unaambiwa 30,000 hadi 50,000. Mimi nina kero moja. Mimi ninaitwa jina ni Mango Kalidushi, mwenyekiti wa mtaa wa Ruashi. Nina PP 2 ambazo tangia zifungwa hazijawahi kufikisha maji. PP moja inaitwa Paulo Shadrack na PP nyingine PP au DP? Ya maji. ya maji. PP. DP ya maji. DP unazo 2. Ninazo 2 katika mtaa wangu. Moja inaitwa Paulo Shadrack. Paulo Shadrack. Haijawahi kufikisha maji hata siku moja. Maji yanakomea mbugani, mabomba yote yanapasuka, wakisukuma yanaenda kwenye majaruba. DP nyingine au PP nyingine? Ya pili ni Daudi Malimbita. Daudi Malimbita. Malimbita. Yeah. Malimbita amepewa DP. Kero nyingine, mwenyekiti wa Sangabuye naona naye amejaribu kusahau. Kituo chetu cha afya cha Sangabuye ni kituo kikubwa lakini hakina mochwari. Wenye makaburi ni wananchi 3. Katika mradi wa mwisho uliokuja 23 ni wananchi waina ambao bado hawajalipwa mradi na ni stahiki zao. Jumla ni wananchi 16. Mmelichukua mheshimiwa. Anabishana hapa. Haya, tuendelee. Naomba nizungumzie swala la mochwari. Ni kweli kituo chetu cha Sangabuye hatuna mochwari pale. Na sababu kubwa ni issue ya eneo. Pale kuna tatizo la eneo. Eneo letu lililoko pale ni dogo, lakini kwa kata yetu ya Sangabuye tulijaribu kuweka hospitali ya wilaya ambayo ina mochwari inafanya kazi. Kwa hiyo tunawaomba kwa sasa hivi, kwa sababu ni ndani ya eneo, ndani ya kilomita 7, watumie mochwari yetu ya hospitali ya wilaya inafanya kazi. Lakini tukiwa tunaendelea kuangalia swala la kibajeti namna gani tutafanya fidia kuweza kuongeza eneo la kuweza kujenga mochwari pale, ikiwa ni pamoja na wodi ya wanaume. Ni kweli kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa, mgogoro huu tunautambua na ulikuja kubainika wakati ndugu Masesa akiomba hati mwaka jana mwishoni, ndipo ilipobainika kwamba viwanja hivyo vimeingiliana. Nasi wakati tuna mgogoro ule unashughulikiwa, tukawa tumeingia kwenye utaratibu wa mfumo mpya wa kidijitali wa ardhi. Kwa hiyo tuliwaomba wawe na subira mpaka taratibu za kimfumo wa kubadilisha kutoka analogia kwenda kidijitali utakapokuwa umekamilika. Kwa hiyo baada ya kuwa mfumo huo umekamilika, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumechukua hatua ya kwanza ni kwamba wameshafungua akaunti na tumeshakwenda uwandani, tumeshachukua taarifa zao na vikao vimeshaelezea marekebisho ya viwanja vyao, na tunaamini kabisa kufikia mwisho wa mwezi huu wa 5 tutakuwa tumeshakamilisha upimaji na wataanza kuchukua hati za kielektroniki kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo swala hili mheshimiwa mkuu wa mkoa liko kwenye mchakato wa kufanyiwa kazi na mwisho wa mwezi tutakuwa tumeshalifunga. Asante. Yaani nataka nijue kinachofanya mpaka tufike mwisho wa mwezi ni kitu gani? Kuna gharama? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kuwa tulikuta nyumba zao pale, kwa hiyo gharama zote tunabeba na serikali. Kwa majina naitwa Charles Manyasima Shimo, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kabusungu. Upande wa maji, mimi pale katika mtaa wangu kuna shule ya msingi na ya sekondari. Shule hizo hazina DP za maji, watoto wao wanalazimika kwenda kutafuta maji eneo umbali mkubwa. Lakini pia na umeme
kaya zilizo na umeme ni chache na uhitaji wa wananchi ni kubwa, na tunazidi kuomba msaada wako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Asante. Naitwa Edward John Boy, mwenyekiti wa mtaa wa Nyashimba, kata ya Sangabuye. Nyashimba. Ndio, Nyashimba. Nyashimba. Ndio. Nina kero kubwa moja. Ni mtaa wa Nyashimba ni miongoni mwa kata Sangabuye. Kwa hiyo tunacho kituo cha afya cha kata Sangabuye kiko kwenye mtaa wa Nyashimba. Kituo kile hakina wodi za wanaume na wakina mama. Lakini pia eneo lake liko wazi, halina uzio. Na kero hii na muda mrefu sana. Mtaa wa Nyafula hakuna mgogoro, lakini kuna changamoto ya maji na umeme. Mtu wa maji, njoo tupe majibu ya maji na mipango ya maji, na mtu wa umeme ajiandae. Hapa nyuma tulikuwa na miradi iliyotekelezwa kipindi cha nyuma kidogo, ambayo zile bomba haziwezi kukidhi pressure. Kwa pale ambapo tunasukuma maji zinapasuka mara kwa mara sana. Na sasa hivi ndo tunaendelea kuzibadilisha hatua kwa hatua ili ziweze kuendana na yale maji yanayozalishwa, basi yaweze kufika na yahudumie wananchi. Lakini kuna muda ambao tunayasukuma maji yanaisha kumwagika. Sasa mpango uliopo ni upi? Maana ueleweki wewe mtaalamu. Kubadilisha lini? Mmeshapokea. Inatakiwa watu wajue kwamba mpango wetu kuanzia tarehe fulani hadi tarehe fulani tunafanya kazi ya kubadilisha mabomba ili maji tukipampu yaende kule, yasipasue mabomba. Sasa mmeshapokea, lakini ratiba hamtuambii, na wananchi wanatakiwa kujua. Kwani hiyo ratiba ni siri? Hapana. Tulikuwa taratibu za manunuzi ya mkandarasi wa ujenzi ndio zimekamilishwa, na sasa muda wote ataingia site. Ndio. Mkataba umeshasainiwa? Ndio. Haya, mimi nafikiri wewe Mheshimiwa DC, tutakaa na watu wa mamlaka, tutakaa na Neli, tutapata taarifa sahihi, alafu wewe na madiwani wote utawaita, utawapa taarifa sahihi juu ya programu hiyo ya maji na ubadilishaji na nini, ili waweze wananchi kuwafikishia wananchi waweze kufahamu. Hiyo wataelezwa utaratibu wote wa masuala ya urekebishaji wa miundombinu ya maji katika maeneo yote yaliyotajwa hapa, ili wananchi wapate taarifa sahihi. Ninataka ndani ya miezi mitatu wananchi wote wa Nyafula ambao walitoa ardhi yao wawe wameshamaliza swala la kulipwa fidia ndani ya miezi mitatu. Kuanzia kesho shilingi milioni 100. Nimekuwa nasoma hii karatasi hapa. Kwa mfano, ukitumia karatasi hii ambayo iko mbele yangu hapa, wananchi wa Lugeye yuko anayedai 200,000, 321,000. Hivi 300,000 jamani, inakaa miaka 4. Yuko anayedai 465,000. Yuko anayedai 1,000,000. Nimeangalia hii Lugeye yote mpaka kufika huku chini ni 1,84,000. Kwa hiyo tunaweza kuamua watu wote wa Lugeye hawa 1,84,000 kesho walipwe fedha yao. Halafu itakayobakia kwenye 1,100,000, ninaona kuna mtaa mwingine hapa ambao kuna majina mawili tu wanadai shilingi milioni ngapi? 1,400,000. Hawa nao walipwe kesho. Elkako inaitwa Elekako. Hawa nao wanadai 6,000,000. Igalagala hawa wako watu wangapi? 4. Hawa nao kesho 6,000,000 hawa wafanye nini? Walipwe. Kwa hiyo kesho mitaa hii mitatu, mtaa wa Lugeye, Igalagala na Elkaku, 1,100,000. Hapa nimepiga hesabu zinawatosha kuwa tumemalizana nao, ili tubakize mitaa mingine. Na hiyo mitaa mingine mwezi ujao, kwanza mwisho wa mwezi wa halmashauri itatenga fedha tena 1,50,000. Mwezi ujao iweke 1,50,000, ili mwezi ujao mwisho wa mwezi tutakuja tena hapa wale wengine walipwe nao shilingi 1,100,000. Ndani ya miezi mitatu wananchi wa hapa wa Nyafula hawatakuwa tena na deni.
Hii ni Tanzania Habari.